Kama unaweza mtie kamba, mumeo mzuie. Ukitama kichini atachimba, mumeo watakuwa naye wao. Sasa bwana, kanuni ya 5 kati ya kanuni 10 za mapenzi ni kanuni ya mbuzi. Sio mbuzi kagoma kwenda, ni kanuni, tena niwekee mstari watoto nyinyi wauni, ni kanuni ya mbuzi. Sasa uyamkini wewe sio mgeni wa kusikia neno la kwamba kila mbuzi atakula katika urefu wa kamba yake. Swali langu tu, je, vipi kwa wale mbuzi ambao hawafungwi kamba ama hawana kamba? Wale wanakula urefu gani hapo sasa? Maana siku hizi kuna mbuzi bwana wanakula hadi vitumbua, maandazi, chapati, sio majani tena. Mbuzi siku hizi bwana wanakunywa hadi moeneji, wanakunywa hadi chai, mbuzi wa siku hizi. Kwa nini? Kwa sababu hawana kamba. Katika hii kanuni ya mbuzi kuna maeneo matatu kama sikosei, tutaenda kuyatazama. Eneo la kwanza ni umbali. Sawa, tulisema hapa mtie kamba, mumeo mzuie. Nakupa vitu vyako hivyo. Umbali. Sasa umbali wa mahusiano, nimalizie tu. Jambo la kwanza katika kanuni ya 5 ya mbuzi, tutaenda kutazamia umbali. Sawa? Nasema kila siku, mahusiano ya mbali yanaweza yakadumu, tena yakawa imara zaidi. Lakini sitokuwa muongo. Siwezi kukuhakikishia hatari ya usaliti katika mahusiano ya mbali. No. Asilimia kubwa ya mahusiano ya mbali, usaliti kwao ni kama sunna. Inatokea kwa sababu tayari wana excuse, tayari wana sababu ya kufanya hivyo. Mtu atakwambia, sasa mimi najisikia hamu, mwenzangu yuko mbali, nitafanya nini? Lazima nipashe kiporo. Na hata huyu aliyekuwa mbali pia anaweka ile nafasi ya kumsamehe mwenzake kama akifanya mapenzi. Na wapo watu wanaishi mbali na anakajiwekea kabisa moyoni kwamba huko mwenzangu lazima atakuwa anafanya mchezo, ila anameza mate kwa sababu pia naye ana la kufanya. Kwa hiyo mnaweza mkawa mnafanya upuuzi japo mpo pamoja. Sasa umbali wa mahusiano sio tu ule wa nchi mbalimbali, bali umbali wa mahusiano unaweza ukawa wa nchi, si ndio? Naweza ikawa hivyo. Unaweza ukawa umbali wa nchi, unaweza ukawa umbali wa mkoa, unaweza ukawa umbali wa eneo. Unajua kuna mtu atanaweza akakaa hapo Magomeni tu, upo Kinondoni na bado pakawa mbali, au hujui hiyo? Unaweza ukawa umbali wa kihisia. Sawa? Kwa hiyo kanuni ya mbuzi inapinga umbali. Tuliposema mfunge kamba ama kila mbuzi atakula katika urefu wa kamba yake, ni lazima uhakikishe unamfunga kamba mwenzako katika mazingira ambayo unaamini kwa umbali huu ataweza kupata anachostahili ama kula anachostahili. Mnapokosa kuonana ama mnapokosa kuwa karibu, hii inatengeneza tatizo la kufuta kumbukumbu zenu, ama inatengeneza namna ya nyinyi kutokuwa na bond ama chemistry nzuri. Sasa ukikosa kuonana na mwenzako mara kwa mara ama kuwa karibu na mwenzako mara kwa mara, ndio kunatokea matatizo haya ya umbali wa kihisia. Sio, unaelewa? Haujisikii au unatakiwa kujisikia ukiwa na mwenzako, ndio ile umemfungia kamba ama hujamfunga kamba katika eneo ambalo unaweza ukampa anachostahili. Kwa maana sasa hakijisi kuna gap ya jambo fulani analikosa, maana yake atatafuta mbadala wa kuziba hilo gap. Unajua, kuonana mara kwa mara na mwenzako pia consciousness kunamfanya na yeye ajichukulie kwamba nina mpenzi. Maana yake anaanza kuwa aware kwamba mimi nina mtu, sitakiwi kufanya kitu fulani. Nikiwa na shida nina mtu, sitakiwi kufanya kitu fulani. Kwa kuna mtengenezao mazingira ya kuona saikolojia kwamba kafungwa kamba eneo fulani, kwamba mimi mwisho wangu ni hapa, nikihitaji hiki napata katika umbali nilokuwepo. Maana yake ndio umemfunga kamba. Kila mbuzi atakula kwenye urefu wa kamba yake. Umemfunga kamba ya katika eneo ambalo yeye anaweza akala katika hayo maeneo. Kwa hiyo jambo la kwanza unaweza kulifanya kuua ili tatizo la umbali, uwe wa mkoa, uwe wa eneo, uwe wa nchi, tengeneza
malengo ya kuonana mara kwa mara. Wewe leo una miaka 30 ama una miaka 25. Mwenzako yuko mbali, yuko anasoma au anafanya kazi na kadhalika. Miaka 5 muonani, maana yake baada ya miaka 5 una miaka 30. Hamjaonana wala hujai kuingiliwa. Si ndio? Na hamna malengo, mnaonana vipi katika hiyo miaka? Pengine yuko mbali sana na hana uchumi wa kusema unaweza mkaonana mara kwa mara. Kwa miaka 5 unasema tu mimi na boyfriend, mimi na girlfriend, yuko Marekani, yuko Zimbabwe, yuko Kenya, yuko hamjaonana miaka 5, maana yake tayari una miaka 30. Si ndio? Haya, labda karudi kwa mwaka mara moja. Karudi mmesalimiana, mnaona kaondoka tena miaka 3. Maana yake una miaka 33. Miaka 7 au miaka 8 haujui malengo yenu, haujui muendelezo wenu, haujapata ile intimacy, haujapata ule ukaribu wa kihisia na mwenzako. Unafikiri ya mahusiano yanafanyaje kazi? Unafikiri ni kweli umemfunga kamba mwenzako katika urefu ambao yeye anaweza akala urefu wa kamba yake, ama unafikiri umemwachia uhuru? Kwa hiyo inaweza ikakufariji kwamba bado mnapigiana simu, video calls, inawafanya muoneane bado mnapendana, bado mpo pamoja. Lakini mnaweza mkawa pamoja katika hayo maeneo ya mawasiliano, ila sio katika eneo la kihisia. Kwa kama una mahusiano leo ya nchi ya mbali, jiulize ya maswali. Unaweza ukaonana mara ngapi na mwenzako kwa mwaka? Usiniambie habari za miaka 5 au usiniambie habari za kila baada ya miaka 3. Mara ngapi? Kwa tena sio mwaka mzima upite mjaonana. Unaweza ukaonana naye mara ngapi? Itasaidia utaangalia uchumi wako, utaangalia pia muda wako. Lazima ili jambo mlifanyie kazi. Hiyo ndio maana ya kanuni ya mbuzi, hakikisha unamfunga kamba. Lakini umbali wa mkoa ni karibu, weka hiyo kitu. Umbali wa eneo pia. Jamani, hii ni aibu sasa. Hii ni aibu. Huyu anakaa Mbagara, huyu anakaa Kinondoni. Yaani ni umbali wa eneo lakini mkoa mmoja. Unaniambia wiki nzima mjai kuonana. Na sio kwamba wiki nzima mjai kuonana kwa mpobize sana, hapana, mnaona tu uvivu kwamba yani nitoke hapa niende Gongo la Mboto. Yani nitoke hapa sio niende Chanika. Yani nitoke hapa sio niende Kinondoni. Uvivu tu. Maana yake hayo mahusiano yenu hamjapa nguvu. Hayo mahusiano yenu mnayaweka mbali. Na ndio ile nilosema, ukijihisi unaona hata uvivu kwenda kwa mwenzako ama kuonana na mwenzako, maana yake tayari wewe mbuzi ushaanza kula vitumbua. Sasa ile majani tena uyaone umuhimu wake. Kwa hiyo lazima uhakikishe kama umbali wa eneo punguza, mweke muda mrefu zaidi wa kuzidi kuwa mnaonana mara kwa mara. Lakini pia umbali wa kihisia, maana yake ni kwamba kuna baadhi ya vitu, activities unamweka mbali mwenzako. Leo yapo mahusiano ya watu ni kama mimi naitaga mahusiano ya uzazi. Ni mahusiano tu ya baba na mama. Sio mahusiano ya mapenzi. Yaani kwa sababu tuna mtoto tu, but hatuna ukaribu wa kihisia. Yaani kwamba tunaweza hata tukakumbatiana, tunaweza tukacheka, nikakutekenya, naweza nikakupiga romance. Kuna watu leo hii romance hawajapigwa na mwaka wa 3 hawajapigwa romance. Labda romance ataipata pale wakiwa wanazagamuana. Akiwa anapelekewa moto ndo ataipata romance. Lakini romance tu kama umekula kampiga tu romance. Yaani uioni kitokea. Uioni umetembea babani umekumbatiwa, umeshikwa mkono. Uone, yani nyinyi mnaishi kama tu baba Abduli, mama Abduli. Yaani mnaishi hivyo tu kwamba sisi ni wazazi. Unamweka mwenzako mbali na kihisia. Ndio ile akitokea nani mnawahitaji hawa? Wakitokea mama Lioa, Vingasti, akimshika mkeko kiuno, mkeko anajisikia tofauti. Nikishikwa kiuno najisikia hivi. Akimkisi mwenzako shavuni, tumtaka leo nimekisiwa. Akimwagi tu mke wako anaona leo nimekaniagi. Akimwambia maneno mazuri mke wako anaona leo nimeambiwa maneno mazuri. Jamani, anaanza kuhisi hisia tofauti. Wakati mwingine watu wanasaliti sio kwa sababu wanapenda, bali kuna mambo yanatokea katika miili yao ama katika mawazo yao na akili yao, wanashindwa kupambana nayo. Hajawahi kupigwa kisi, leo kapigwa kisi, akili inavurugika. Anataka kuona huyu mtu inabidi awe karibu na mimi. Hajawahi kuambiwa maneno mazuri, leo hii anaambiwa maneno mazuri na mtu. Anashindwa kukabiliana na hiyo hali kwa sababu nyumbani hayapati maneno mazuri. Unakuta anaanza sasa kufuata ule ukaribu mwingine. Ndio yale hujamfunga kamba sasa. Anaanza kutafuta vitumbua, akale miogo, akale chapati. Anaanza kuwa random. Upana wake wa utafutaji unaanza kuwa mkubwa kwa sababu umbali alokuepo kwako apate hiyo vitu. Kwa hiyo hata ukaribu wa kihisia, unaweza ukaishi nyumba moja na mtu lakini ni mpweke kihisia. Baki labda naweza nikasema hivi ukasema mimi sinakaa naye nyumbani, kwa hiyo mimi sipo nchi nyingine, sipo mkoa mwingine, sipo eneo lingine. Tunakaa chumba kimoja. Lakini unaweza mkakaa chumba kimoja lakini mwenzako akawa mbali ama ukamweka mbali mwenzako kihisia.
Mwenzako akijisikia hamu anajiuliza, namwambiaje mume wangu na nyege? Namwambiaje mimi? Namwambiaje? Na hata siku akijituma akisema mume wangu nimekumisi, mume wako mwanaume anaanza ushaanza tabia zako hizo. Anaonekana kama katukana. Anaogopa, mtoto wa watu analala na ukwilu. Unaenda kazini, mtoto watu sio anachukua maji ya moto ajisugue, mara sio ajitietie finga, mara akitokea mtu chumba cha jirani hapo akajifanya kuja kuomba maji tu, katokea na kaosha, anaanza kumsifia afu shemeji jamaa na faidi. Mwanamke akiangalia huyu jamaa ataja ana mwezi mzima huyu hatujaingiliana kimwili, ana faidi nini? Mwanamke atajishika, wewe unasema tu, mimi mwenzako na mwezi mzima hapa sijafanya. Shemeji acha bwana, kapiga kidogo kalio mtoto wa kike anastuka, sijawahi nini tena kinataka kunitokea hiki. Mtoto wa kike katestiwa tu mitambo, kuanzia kesho mtoto wa kike anaanza kujipeleka mwenyewe. Vipi shemeji, kuna ugali hapa nikupe? Anaanza kumuonesha dalili hizi za jirani kwamba jirani unaweza ukala. Kamba ishakatika hii. Sio, unaelewa? Kwa umbali wa kihisia pia utawatengenezea mazingira ya kuachana. Maana hata mwanaume pia naye, sijasemea tu kwa wanawake, hata mwanaume pia akiwekewa mbali. Wapo wanawake wengine ni makonki makauzu, hawapo romantic. Mwanaume akijitahidi kwa romantic hiyo imekaza tu. Wapo wanawake huko watamnywisha maji, watampa maji mmeo kwenye glass. Akitaka kunywa maji yatakukaba, atakukwama. Mtu anaambiwa maji atakukwama, sasa maji anakukwama. Mtu ananyeshwa maji. Mtu analishwa chakula. Chakula kinalishwa kwa mdomo. Mtu soda analishwa kwa mdomo, ananyweshwa kwa mdomo. Mtu sio kafanywa massage hapa. Mtu mwanamke anamganda mumeo kama ruba. Mumeo akirudi nyumbani anauhisi ule umbali wako. Anaona subiri niende kwa mchepuko. Sio, unaelewa? Kwa hiyo umbali wa kihisia pia unaweza kuweka mbali zaidi ya watu waliokuwa nchi tofauti. Kuhakikisha pia unaziba mwanya wa umbali wa kihisia. Kwa hiyo hii ndio sehemu ya kwanza tulioangalia. Kama utaruhusu umbali uwe wa kinchi, mkoa, eneo, hisia, na bado hamjapata mwafaka wa kujua kwa namna gani mnaweza mkasogea karibu katika maeneo, basi utakuwa tayari ushamwandalia mwenzako mazingira ya kukusaliti ama kukuacha ama kukosa kuona umuhimu wa nyinyi kuwa pamoja. Twende tukaliangalia eneo la pili la kanuni ya mbuzi. Eneo la pili ya kanuni ya mbuzi ni hii. Sawa, hii tuifunge. Ni hii. Huduma. Kwa maana ya kwamba unaweza ukawa katika haya maeneo yote, umbali kweli mmepanga namna gani, kwa mwaka mtakutana mara ngapi, ukaribu wa kihisia vizuri, lakini unakwama katika huduma. Ni kweli mbuzi wako umemfunga kamba ili ale urefu wa kamba yake, si ndio? Lakini hakuna majani. Hii ndio kanuni ya mbuzi. Ukishindwa kumpa malisho, ataenda kutafuta vitumbua vya kula. Mbuzi sana kulaga majani. Leo hii jiulize kwa nini anakula vitumbua. Leo hii jiulize kwa nini anakunywa Mo Energy. Ina maana umekosa kumpa maji wewe. Umekosa kumpa majani wewe. Na baada ya kukosa unamhalalishia sasa kumfungua kamba akatafute riziki mwenyewe. Na hii athari zake itakuhalalishia hata wewe, kwa sababu unashindwa kumhudumia. Utashindwa kummiliki. Unajiuliza sasa, huyu nimesikia hapo Kigogo huko, mbuzi wangu. Muache bwana atafute chakula. Maana hata nikisema namfunga hapa nitampa nini? Kwa hiyo inakuruhusu hata na wewe kimoyo unaanza kuona fresh. Imradi sijipindi mimi kumpa hela, sijipindi mimi kumpa chakula, sijipindi mimi kumpeleka hospitali. Mwacha ajitafutie. Kwa hiyo pia inakupa na wewe uwanda mpana wa kuzidi kuyaacha mambo yatokee. Wapo wanaume hawaulizi mwanamke wake analipaje kodi, hawaulizi mwanamke wake anavaa vipi, hawaulizi mwanamke wake anakula nini, hawaulizi mwanamke wake anapata huduma wapi, huduma zake binafsi. Wao wanachowaza ni kuichapa tu. Sasa maana yake hii ni kwamba umekata kamba. Ni kweli unaweza ukaichapa vizuri ukampa kila kitu, lakini ukikosa kumhudumia, maana yake ndio ile kwamba ataanza na plan B. Nilitoa somo la 4, episode ya 4 niliongea kuhusiana na changamoto ya plan B, kwamba kweli atakuwa kwako kwa sababu anapata mapenzi tu labda ama ukaribu, lakini atatafuta wengine sawa kumpa. Kwa hiyo kanuni ya mbuzi ni mfunge urefu wa kamba yake ili ale katika urefu wa kamba ule. Usiruhusu kamba iwe ndefu, kwa sababu ataenda kuingia hadi kwa majirani kula ama ataenda kuingia mitaani kula. Kwa hiyo mfunge katika urefu wa kamba yake, na baada ya kumfunga katika urefu wa kamba yake, hudumia ili aweze kula katika urefu wa kamba yake, asione sababu ya kutafuta urefu mwingine. Sawa? So
Hiyo ilikuwa ni kanuni ya 5 kati ya kanuni 10 za mapenzi, na kanuni ya 5 ilisema kanuni ya mbuzi. Kila mbuzi atakula katika urefu wa kamba yake, lakini hiyo kamba urefu wake uweke na huduma ili apate majani ama apate marisho ya kuweza kula. Tumezungumza swala zima la umbali wa mahusiano, inachochea vipi kuvunjika kwa mahusiano, na unaweza ukafanya vipi kuweza kufuta huo umbali. Umbali upo wa kimkoa, wa kinchi, wa kieneo, lakini pia wa kihisia. Umejifunza vizuri sana, na hii huduma pia umejifunza vizuri sana. Nikukumbushe, hii ni episode ya 5. Unaweza ukarudi kutazama episode ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 mpaka hapo tunapoelekea 5. Lakini pia nikukumbusha na wewe pia mwenye changamoto katika mahusiano yako, mimi nipo. Nitafute kwa namba zangu za simu kama unahitaji ushauri, kama unahitaji mafunzo fulani ya kuweza kuboresha mahusiano yako, mimi nipo. Nimeandaa utaratibu mzuri sana wa kuweza kuwasaidia watu huko WhatsApp. Kwa hiyo nitafute kwa namba zangu za simu hizo, tutasaidiana, tutashauriana. Sawa sawa Usikose sehemu ya 6 ama kanuni ya 6 inasema nini? Tunaelekea kumaliza huko, si ndio? Nataka hii series ya kanuni 10 za mapenzi ikiisha, wewe uwe konki kweli kweli katika swala zima la mahusiano. Mimi nikuage tu kwa sasa hadi wakati mwingine tena, tuonane katika episode ya 6 ya kanuni ya 6 ya mapenzi. Bye bye.